Haleluya, haleluya. Hakika ninamtukuza Mungu kwa upendo wake. Mungu amekuwa mwema, amekuwa mzuri. Ni siku nyingine tena ambayo Bwana ametupa. Ni majira mengine mapya, ni majira mazuri ambayo hakuna aliyetazamia kwamba ataiona siku ya leo. Hakuna aliyetazamia kwamba atakutana na majira ya siku ya leo, lakini kwa uwezo wake Mungu tumeweza kuona majira haya, tumeweza kuona siku ya leo, kwa sababu tu Mungu amekusudia watoto wake tuweze kuishi ile maisha ya kuendelea kumtukuza na kumtumainia yeye. Hebu ndani ya dakika moja tumshukuru Mungu, ndani ya moyo wako usikie kumshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa upendo wako. Ninakushukuru kwa kutupa neema ya kuona siku ya leo. Ninakushukuru kwa kutupa neema ya kuona majira ya siku ya leo. Asante kwa sababu ya nguvu zako, asante kwa sababu ya mamlaka yako, asante kwa sababu ya uwezesho wako, asante kwa sababu ya Roho wako aliyetulinda na kutuamsha salama. Tunakuinua, tunakutukuza Baba yetu wa mbinguni, tunakutukuza Mfalme wa falme, tunakutukuza Yesu Kristo, tunakutukuza kwa sababu ya nguvu zako, tunakutukuza kwa sababu ya mamlaka yako. Asante kwa jinsi ambavyo wewe ni mkuu, asante kwa jinsi ambavyo wewe ni Mungu ambaye ni mwaminifu. Kwa sababu ya upendo wako, kwa sababu ya nguvu zako, rehema zako zimekuwa nyingi sana kwetu. Rehema zako ye Bwana zimekuwa nyingi sana kwetu, nasi tunakutukuza na kukuinua. Asante Yesu kwa sababu ya upendo wako, asante Yesu kwa sababu ya ukarimu wako. Ninaliinua na kuliazimisha jina lako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Thank you Jesus, thank you Father, kwa sababu ya wema wako na kwa sababu ya nguvu zako. Limidiwe na litukuzwe jina lako, jina lipitalo majina yote Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mtakatifu ni wewe, mtakatifu ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana. Tunaomba rehema zako zipite kwenye maisha yetu, tunaomba rehema zako zipite kwenye mawazo yetu. Tumekosea Bwana, tumekosea kwa kujua kwetu na kwa kutokujua kwetu. Tumetenda uovu Jehova, tumetenda uovu Mfalme, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Damu yako Yesu ipite ndani mwetu, damu yako Kristo Yesu ipite kwenye maisha yetu Bwana. Ututakase Baba yetu wa mbinguni, utuoshe kwa hisopo iliyo safi Father. We need your mercy in the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu tunahitaji rehema zako Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante Yesu kwa sababu wewe ni Mungu mkuu, wala hapana mwingine kama wewe Bwana, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Mtu wa Mungu, tunaposogea mbele za Mungu siku ya leo, natamani kuambia kwamba Mungu anaweza yote. Mungu anaweza yote. Mimi sijui ni eneo gani ambalo umelikatia tamaa. Mimi sijui ni eneo gani ambalo umesema ya kwamba hautaweza tena kulifanyia kazi. Sijui ni wapi ambako ukasema kwamba hii kazi sitaweza kufanya tena, hii biashara sitaweza kufanya tena, haya majukumu sitaweza kufanya tena. Yamkini umekatia ndoa yako tamaa, yamkini umekatia familia yako tamaa, yamkini umewakatia watoto wako tamaa. Nataka nikuambia kwamba Mungu anaweza yote. Hakuna jambo gumu kwake, hakuna mlima mkubwa usioweza kusogezwa mbele yake, hakuna mlango usiofunguliwa, hakuna hata Hakuna chochote kila ambacho Mungu hawezi kukiimarisha. Nataka nikwambie Mungu anaweza yote. Mungu anaweza yote. Mungu anaweza yote. Hakuna hali iliyoharibika yeye asiweze kubadilisha. Hakuna kabisa, hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Yote yanawezekana kwa Mungu. Yote yanawezekana kwa Mungu. Nataka nikwambia kwamba hata wakati mwingine walivyosema ya kwamba Lazaro hawezi kufufuka, Lazaro alifufuka. Lazaro alifufuliwa kwa uwezo wa Mungu. Hata pale walivyosema ya kwamba bahari ya Shamu haiwezi kugawanyika, lakini bahari ya Shamu iligawanyika. Mimi sijui, yamkini ya kwamba wakati mwingine wanakuambia kwamba hatima yako ndio imeishia hapo. Wakati mwingine wanakuambia kwamba wewe hauwezi ukafika mbali. Nataka nikwambia kwamba inawezekana ukafika mbali kwa jina la Yesu. Inawezekana ukapiga hatua kwa jina la Yesu, kwa sababu yote yanawezekana kwa Mungu. Hakuna lisilowezekana kwa Mungu wetu wa mbinguni. Hakuna lisilowezekana kwa Jehova. Hakuna
hakuna lisilowezekana kwake. Yeye anaweza kufanya mambo ambayo hata sisi katika macho ya kibinadamu tusingefikiri kama yangewezekana. Kwa akili ya kibinadamu sisi tusingefikiri kama yangewezekana, lakini Mungu muweza wa yote, yeye anaweza kila kitu. Yeye anaweza kufanya jambo lolote ambalo unahitaji alifanye kwenye maisha yako. Yeye anaweza akatenda jambo lolote ambalo unahitaji alitende kwenye maisha yako. Yeye anaweza akaamua jambo lolote ambalo unatamani aliamue kwenye biashara yako, unatamani amue kwa habari ya familia yako, unatamani amue kwa habari ya ndugu zako. Hakuna lisilowezekana kwake. Yeye anaweza yote, yeye anaweza kufanya yote, yeye anaweza kufanya yote, kwa sababu yeye ni yote katika yote, yeye ni yote katika yote. Nataka nikuambia kwamba kwa hiyo haijalishi hata unapitia nini leo, haijalishi hata kuna kitu kigumu unachopitia, haijalishi hata labda kuna jambo ambalo wakati mwingine hata ukipeleka kwa wanadamu wote wameshindwa. Nataka nikwambie kwamba Mungu yeye ana uwezo wa kufanya chote. Yeye ana uwezo akafanya na akabadilisha. Haijalishi hata umeonekana kwamba ni mtu ambaye ni mdhambi kiasi gani, haijalishi hata ya kwamba umeonekana ni mtu ambaye ni maskini kiasi gani, haijalishi hata yamkini hata ni tajiri, lakini kuna maisha magumu ambayo unapitia ya kiroho, wakati mwingine hata unakosa msaada, lakini nipo hapa kukuambia kwamba yote yanawezekana kwa Mungu. Yote yanawezekana kwa Mungu. Haijalishi ni pito la namna gani unapitia, lakini nipo hapa kukuambia yote yanawezekana. Ukisoma kitabu cha Luka 1:37 anasema kwa kuwa hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Hakuna kisichowezekana kwa Mungu. Sijui nini ninaweza kukuambia, lakini nataka nikwambie hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Yamkini umejaribu kufanya mara nyingi, lakini this time nataka nikuambia kwamba hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Hakuna ambalo haliwezekani kwa yule Mungu aliye hai. Maadamu yeye amekusudia mema, yeye amekusudia mazuri, yeye amekusudia mambo makubwa, uwe na uhakika hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Ndio maana ukisoma kitabu cha Yeremia 32:37 anasema kwamba je, kuna jambo lolote gumu lisilowezekana kwangu? Je, kuna jambo gumu lolote lisilowezekana kwa Mungu? Je, kuna jambo? Kama hakuna kabisa lisilowezekana kwa Mungu, kwa nini unakata tamaa? Kwa nini unavunjika moyo? Na nikwambie yote yanawezekana kwa Mungu. Yote yanawezekana kwa Mungu. Umepeleka kwa watu wengi, umeenda kwa waganga, umeenda kwa madaktari, yote yanawezekana. Huo ugonjwa uliokutesa kwa muda mrefu inawezekana ukapona kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kwa jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Na ndio maana nataka nikwambie kwamba ukisoma kitabu cha Ayubu 42:2, Ayubu alikuwa anamwambia Mungu kwamba najua kuwa waweza kufanya mambo yote. Najua. Hebu fahamu leo, katika ufahamu zako, fahamu ya kwamba Mungu anaweza kufanya mambo yote. Usiweke kusema kwamba Mungu anaweza akafanya tu ili aweze kulifanya. No, katika fahamu yako, katika akili yako, katika fikra zako, mawazo yako, ndani ya moyo wako, ufahamu ya kwamba Mungu anaweza kufanya mambo yote. Mungu anaweza kufanya mambo yote. Mungu anaweza akatenda mambo yote. Mungu anaweza akafanya mambo yote. Mungu anaweza akatenda mambo yote katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, katika jina la Yesu ninasogea mbele zako, ninasogea mbele ya kiti chako cha enzi. Asante kwa sababu wewe ni Mungu mkuu, tena ni Mungu mtoshelevu, na wala hapana mwingine kama wewe Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante Yesu kwa wakati huu ambao umenifundisha na kunitia nguvu kwa habari ya kwamba wewe unaweza yote, wewe unaweza yote, na hakuna lisilowezekana kwako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante Yesu kwa sababu ya upendo wako. Asante Yesu kwa sababu ya nguvu zako. Asante Yesu kwa sababu ya nguvu zako. Baba, ninasogea mbele zako. Baba, ninasogea mbele zako. Achilia neema yako ndani mwangu. Bwana, ninaamini ya kwamba Bwana, ninaamini kuwa hakuna jambo lisilowezekana kwako. Ndivyo ninavyoamini Bwana. Ninaamini hakuna lisilowezekana kwako. Hakuna lisilowezekana kwako. Hakuna jambo gumu lolote kwako Bwana. Yote yanawezekana kwako. Yote yanawezekana kwako. Yote yanawezekana kwako. Maana umesema kwenye kitabu cha Luka 1:37 kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Nami ninaamini ya kwamba hakuna lisilowezekana kwako Bwana. Hakuna lisilowezekana kwako Bwana. Haijalishi ni nini Bwana. Yote yanawezekana kwako. Ndivyo ninavyoamini Bwana. Ndivyo ninavyoamini Bwana. Katika majira ya siku
ya leo. Ninaamini unaweza ukafanya mambo yote. Ninaamini unaweza ukafanya jambo lolote. Ninaamini Bwana, yote yaliyoshindikana kwa wanadamu, yote yaliyoshindikana hata katika mawazo ya kibinadamu, kwako yote yanawezekana. Kwako yote yanawezekana. Ndivyo ninavyoamini Bwana wangu, ndivyo ninavyoamini Bwana wetu Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Bwana, dhihirisha uwezo wako katika eneo langu la udhaifu na changamoto yoyote ile. Dhihirisha uwezo wako Bwana mahali popote ambako ninaona ugumu. Dhihirisha uwezo wako Bwana mahali ambapo Bwana akili zangu zimekoma. Dhihirisha uwezo wako mahali ambako Bwana uwezo wangu wa kibinadamu umekoma. Dhihirisha uwezo wako Bwana kwenye changamoto ya kwangu yoyote ile. Dhihirisha uwezo wako Bwana kwa ajili ya utukufu wako. Dhihirisha uwezo wako Bwana, dhihirisha uwezo wako Bwana, maana hakuna lilo gumu kwako. Ndio maana Bwana uliuliza ukasema, je, kuna jambo gani gumu kwangu? Katika jina la Yesu ninaomba udhihirishe uwezo wako. Dhihirisha uwezo wako pale ambako akili zangu ziliishia kwenye ile biashara, pale ambako Bwana uwezo wangu uliishia kwenye ile ofisi, kwenye ile huduma. Bwana Yesu, dhihirisha uwezo wako, dhihirisha uwezo wako Jehova, dhihirisha uwezo wako Adonai, dhihirisha uwezo wako Mwokozi wangu, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Baba yangu, dhihirisha uwezo wako, dhihirisha uwezo wako Mwokozi wangu, dhihirisha uwezo wako Baba yangu wa mbinguni, dhihirisha uwezo wako Jehova. Dhihirisha uwezo wako, dhihirisha uwezo wako kimbilio langu, dhihirisha uwezo wako Jehova katika changamoto yoyote ile, katika hali ya udhaifu wote ule ndani yangu. Dhihirisha uwezo wako. Mwambie Mungu adhihirishe uwezo wake, adhihirishe uwezo wake, adhihirishe uwezo wake, adhihirishe uwezo wake katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Dhihirisha uwezo wako Adonai, dhihirisha uwezo wako Mwokozi wangu, dhihirisha uwezo wako Mwokozi wangu katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Naomba udhihirishe uwezo wako, naomba udhihirishe uwezo wako, naomba udhihirishe uwezo wako katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Dhihirisha uwezo wako Bwana kwenye mazingira yote yale ambayo akili yangu iliishia, kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Bwana, kila jambo linaloonekana kuwa gumu katika maisha yangu naliweka mikononi mwako leo, naliweka mikononi mwako leo. Lolote gumu ambalo linaonekana Bwana kwenye maisha yangu, chochote kila ambacho ninakiona ni kigumu kwenye maisha yangu Bwana, ninalikabidhi mikononi mwako, ninaliweka mikononi mwako kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo ninaliweka mikononi mwako, kama ulivyosema ya kwamba kabidhi Bwana njia zako, tumaini naye atafanya. Bwana, nami ninaliweka mikononi mwako, ninaliweka mikononi mwako, ninaliweka mikononi mwako, ninaliweka mikononi mwako katika jina la Yesu. Ninaliweka mikononi mwako Bwana katika majira ya siku ya leo, ninaliweka mikononi mwako Bwana katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ninaliweka mikononi mwako, ninaliweka mikononi mwako Bwana, chochote kigumu ndani yangu Bwana, mbele yangu Bwana, chochote kile ambacho kiliwahi kuwa kigumu mbele yangu, ninaliweka mbele zako Bwana. Chochote kile kinachoonekana kigumu katika maisha yangu, ninaliweka mbele zako Bwana, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo na kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo na kwa jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Chochote kile ambacho kinaonekana kigumu, chochote kile ambacho kinaonekana kigumu kwenye maisha yangu, ninakiweka mbele zako, ninakikabidhi mbele zako kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ninakabidhi mikononi mwako, maana wewe utafanya, maana wewe utafanya, wewe utatenda, wewe utafanya kwa jina la Yesu, maana hakuna lisilowezekana kwako Baba yangu, hakuna lisilowezekana kwako Mungu wangu, kwa damu ya Yesu Kristo na kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo
na kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu, zirisha ukuu wako, zirisha ukuu wako Adonai, zirisha ukuu wako Adonai, zirisha ukuu wako Adonai, mahali ambapo Bwana niliwahi kukatia tamaa ile wazo langu jema, mahali ambapo Bwana niliwahi kukatia tamaa yale maono yangu, kwa jina la Yesu, kwa sababu niliona ya kwamba yatakuwa ni magumu, nikaona ya kwamba sitaweza kuyatenda, kwa jina la Yesu leo nayakabidhi kwako, leo nayakabidhi kwako, leo nayakabidhi kwako, maana ninajua kwamba wewe utatenda, wewe utafanya, wewe unabadilisha, wewe unainua, wewe unawezesha, kwa jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu. Udhihirisho wako Bwana, udhihirisho wako Bwana, udhihirisho wako Bwana ukaonekane Adonai, udhihirisho wako Jehova ukaonekane, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu. Inaachilia hiyo damu ya Yesu, inaachilia hiyo damu ya Yesu ikapenye sasa, ikapenye sasa kwenye lile jambo gumu ambalo niliwahi kulishuhudia kwenye maisha yangu, nikaona kabisa litatendeka katika jina la Yesu. Liwe la kifamilia, liwe la kiuchumi, liwe la kiroho, liwe la kiafya, liwe jambo lolote lile, kwa damu ya Yesu. Liwe la kitaifa, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo, na kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, na kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, na kwa jina la Yesu Kristo. Bwana wangu, ninaomba udhihirishe ukuu wako, dhihirisha ukuu wako Bwana, mahali popote ambako niliwahi kuona ya kwamba ili halitawezekana, mahali ambako niliwahi kuona ya kwamba ili halitafanikiwa, kwa damu ya Yesu, na kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Bwana, wewe unaipindua kila mipango ya adui, wewe unaipindua kila hofu ya kipepo, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, inalikabidhi kwako, inaliweka mikononi mwako, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Chochote kila ambacho niwe ninakijua au sikijui, ambacho nimekuwahi kukikatia tamaa, Bwana wangu na Mungu wangu, Bwana ninaomba ukaonekane, ninaomba ukaonekane, ninaomba ukaonekane, ninaomba ukaonekane, ninaomba ukaonekane, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninaita nguvu zako, ninaita nguvu zako, ninaita nguvu zako, ninaita uwezo wako, ninaita uwezo wako, kwa jina la Yesu. Baba yangu na Mungu wangu, ninaomba udhihirishe ukuu wako, dhihirisha ukuu wako, dhihirisha ukuu wako mahali ambako Bwana niliwahi kuikatia familia yangu tamaa, niliwahi kuwakatia ndugu zangu tamaa, niliwahi kuwakatia marafiki zangu tamaa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Dhihirisha ukuu wako, dhihirisha ukuu wako, dhihirisha ukuu wako Bwana, kwa jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu. Adonai ni wewe, Bwana wangu na Mungu wangu, dhihirisha ukuu wako leo, dhihirisha ukuu wako leo katika jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu. Mlango wote ule ambao niliwahi kusema ya kwamba hautafunguka, ule mlango wa mema, ule mlango wa mema ambao niliukatia tamaa, kila mlango wangu ambao adui aliufunga kwa namna yote ule, kwa namna yote ile, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Bwana, kila mlango uliofungwa mbele yangu Bwana, kila mlango uliofungwa mbele ya maisha yangu, kila mlango uliofungwa mbele ya maono yangu, Bwana, ambao wakati mwingine ninaona hukumu, ambako wakati mwingine ninaona ya kwamba hapa nitachelewa. Yesu Kristo, ukafunguke kwa uwezo wako, ukafunguke kwa uwezo wako, ukafunguke kwa uwezo wako, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu. Hayo malango yangu yafunguke, hayo malango yangu yafunguke, hayo malango yangu yafunguke, yafunguke sasa, yafunguke sasa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Ninaomba Bwana, una miujiza yako katika familia yangu, katika kazi yangu, katika biashara yangu, katika huduma yangu, katika eneo lolote la kwangu. Nione Bwana, nione uwezo wako. Hebu ita uwezo wa Mungu kwenye eneo la kwako, ita uwezo wa Mungu kwenye hayo maisha ya kwako, ita uwezo wa Mungu. Jitie nguvu mkuu, jitie nguvu mkuu, jitie nguvu mkuu, jitie nguvu mkuu, jitie nguvu, jitie nguvu. Ita uwezo wa Mungu, ita uwezo wa Mungu, ita uwezo wa Mungu kwenye
kwenye familia ya kwako. Mwambie Bwana, ninahitaji uweza wako, ninahitaji uweza wako, ninahitaji uweza wako, ninahitaji uweza wako. Mwambie Bwana, ninahitaji uweza wako, ninahitaji uweza wako katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, maana yeye anajua, anaweza kutenda mambo yote kuliko hata yale tunayowaza au tunayaomba. Ita huo uwezo wa Bwana ambao unaweza kufanya mambo yote yale, zaidi ya yale tuyawazayo, zaidi ya yale tunayoyaomba. Ita uwezo wa Mungu. Mwambie Bwana, ninahitaji uwezo wako, ninahitaji uwezo wako, ninahitaji uwezo wako katika jina la Yesu. Leba seketeriaka, leba seketeriaka, lebo seketeriaka, raba seketeriaka. Jehova, 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 Adonai, 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 Adonai. Tunahitaji neema yako, neema yako e Bwana, neema yako yenye uwezo kwa habari ya familia zetu, kwa habari ya ndugu zetu, kwa habari ya kazi zetu, kwa habari ya huduma zetu, kwa habari ya biashara zetu. Tunahitaji uwezo wako, tunahitaji uwezo wako, uwezo wako e Bwana. Unatutia nguvu, uwezo wako Bwana unatupa kufika mbali zaidi, unatupa kustawi zaidi, unatupa kuona mema zaidi, unatupa kuona baraka zako zaidi katika jina la Yesu. Uwezo wako e Bwana utatufanikisha kwa damu ya Yesu Kristo na kwa jina la Yesu Kristo. Uweza wako Bwana utatufanikisha, utatuvusha, utatupeleka kule ambako wakati mwingine wengine wameshindwa kufika, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Kila kilichokwama katika maisha yangu, katika maisha yangu, kipokee mwendo mpya, kipokee mwendo mpya, kipokee uwezo mpya, kupokea uwezo wa Mungu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Chochote cha kwangu ambacho kimewahi kukwama, ambacho kimekwama sahi, kipokee uwezo mpya, kipokee uwezo mpya, kipokee uwezo mpya, kipokee mwendo mpya, kipokee mwendo mpya, kipokee speed mpya kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, kwa uwezo wa Mungu. Kipokee uwezo mpya, kipokee mwendo mpya kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Chochote cha kwangu ambacho kimewahi kukwama, ninasema ya kwamba kipokee mwendo mpya kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu, 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 kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Ninakataa kabisa kukata tamaa kwenye eneo lolote ambalo ninaona ugumu. Ninapinga kukata tamaa kwa jina la Yesu, kwa uwezo wa Mungu, kwa damu ya Yesu Kristo na kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo na kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo na kwa jina la Yesu. Kataa hiyo roho ya kukata tamaa, kataa roho ya kukata tamaa kwenye hilo eneo lako, kataa kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Ikata hiyo roho, ikata hiyo roho inaokatisha tamaa. Usione wepesi, usione wepesi, usione mkono wa Bwana. Hiyo roho inaokatisha tamaa, usione uwezo wa Bwana kwenye maisha ya kwako, kwenye eneo la kwako, kwenye biashara yako, kwenye elimu yako. Kataa hiyo roho, kataa hiyo roho kwa jina la Yesu. Inaikata hiyo roho ya kipepo, hiyo roho ya kichawi, hiyo roho ya maneno mabaya. Inakataa, inapinga kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Ninapinga hiyo roho, ninapinga hiyo roho, ninapinga hiyo roho kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Ninapinga hiyo roho ya kipepo, ninapinga hiyo roho ya kichawi, ninapinga hiyo roho kwa damu ya Yesu Kristo na kwa damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila roho inayokatisha tamaa maisha ya kwetu, inayokatisha tamaa katika maisha ya kwetu, kwenye huduma zetu, ili tusione uwezo wa Mungu, leo tunapinga katika ulimwengu wa roho. Ninapinga kila chochote kinachonipinga, kinachopinga maisha ya Kongo yasistawi. Ninapinga leo, ninateketeza kwa moto, nateketeza leo. Sekretariaka ramaketariaka rebo sekretariaka resekretariaka rekenderia bakandoria ba rasekretariaka rebo sekretariaka kwa jina la Yesu. Chochote kile kinachonikatisha tamaa kwenye ulimwengu wa roho, ninakipinga chochote kile kinachonizuia
kinachonizuia nisifikie malengo ya kwangu, ninakipinga kwa uwezo wa Mungu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kila nguvu ya kipepo inayonipinga kwa ajili ya kusudi la Mungu, kwa ajili ya kusudi la maisha yangu, ishindwe kwa jina la Yesu, ishindwe kwa jina la Yesu, ishindwe kwa jina la Yesu. Hiyo nguvu inaipinga kwa damu ya Yesu Kristo, 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 kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, ninapinga kwa damu ya Yesu, ninapinga hiyo nguvu ya kipepo, ninapinga hiyo nguvu ya kichawi inayonipinga, inayoenda kinyume changu, ninapinga leo hii kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu, ninatangaza kuwa Mungu wangu atafanya yale ambayo wanadamu wamesema hayawezekani. Mungu wangu atafanya yale ambayo wakati mwingine wachawi wamekuja kwa maneno yao wakasema haiwezekani. Ninaamini ya kwamba Mungu wangu atafanya, atafanya kwa jina la Yesu, atafanya kwa jina lake takatifu, katika jina la Yesu. Yale ambayo wanadamu walisema haitawezekana, ninasema atafanya. Yale ambayo ufalme wa kichawi ulisema haitafanikiwa au hatafanikiwa, ninasema ya kwamba atafanikiwa kwa jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu. Bali ambapo wachawi walisimama wakapinga ya kwamba haya mawazo hayatafika mbali, in the name of Jesus, ninapinga kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hayo maneno yao hayatofanikiwa. Leo ninatangaza ya kwamba kila chochote walichokitengeneza, ninasema hakitafanikiwa. Wazo la Mungu litafanikiwa, maana Mungu wangu ni Mungu ambaye anaweza yote. Mungu wangu ni Mungu ambaye anaweza yote, kwa jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu. Chochote kile ambacho adui alisema hakitafanikiwa, ninatangaza ya kwamba kitafanikiwa. Mahali ambako maadui walitangaza laana, kwa jina la Yesu sisi tunatangaza baraka. Mahali ambako walisema wewe hautapona, ninatangaza kupona kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mahali ambako wao walisema ya kwamba hayo magonjwa hayatapona, ninatangaza utapona. Mahali ambako wao walitangaza mauti, mimi natangaza uzima kwa jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu. Mahali ambako walitangaza hasara, mimi natangaza faida. Mahali ambako walitangaza wewe kuinama, mimi natangaza kuinuka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mahali ambako walitangaza wewe utakuwa wa chini, ninatangaza kwa jina la Yesu utakuwa wa juu, kwa uwezo wa Mungu, kwa uwezo wa Mungu, kwa uwezo wa Mungu, kwa uwezo wa Mungu. Wewe utakuwa wa juu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Zirisha ukuu wako Adonai, zirisha ukuu wako kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu, katika jina la 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 Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Hebu muombe Mungu akufanye kuwa shahidi wa ukuu na uweza wako, wa ukuu na uweza wake, katika jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu. Bwana, nifanye shuhuda wa matendo yako makuu, 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 katika jina la Yesu, na uwezo wako, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nizidi kuyasimulia matendo yako yaliyo makuu, nizidi kuyasimulia matendo yako yaliyo makuu, katika jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu. Nifanye shahidi Bwana wa matendo yako makuu, katika jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu. Sawa sana kitabu cha Zaburi 126 ule mstari wa kwanza, hapo Bwana anasema, Bwana alipo
ukawarejeza mateka wa Sayuni. Tulikuwa kama waota ndoto, ndipo kinywa chetu kilipojaa kicheko na ulimi wetu kelele za furaha. Ndipo waliposema katika mataifa, Bwana amewatendea mambo makuu, Bwana aliutendea mambo makuu. Tulikuwa tukifurahi. Nipe Bwana neema ya kushuhudia ule uweza wako, kuwa shahidi wa matendo yako, kuwa shahidi wa uweza wako Bwana, kwa jina la Yesu, ili Bwana wakapate kusimulia matendo yako yaliyo makuu, wapate kusimulia yale yaliyo ambayo Bwana yaliyokuwa yanaonekana hayawezekani na sasa yamewezekana, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Yale hata ambayo Bwana mimi kwa akili zangu niliona hayawezekani, nami niyashuhudia kwamba kweli yanawezekana, nami niyashuhudia kwamba kweli Mungu anaweza, nami niyashuhudia kwamba Mungu ametenda, Mungu amefanya, kwa damu ya Yesu, 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 katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Ninaingia katika msimu wa muujiza wa Mungu, ninaingia katika msimu wa miujiza na ushuhuda na matendo makuu ya Mungu. Ninaingia katika msimu wa kuyashuhudia matendo makuu ya Mungu, miujiza mikuu ya Mungu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ninaingia katika huo msimu wa kuona na kushuhudia maajabu na matendo makuu na ishara zote za Mungu wangu aliye hai, katika jina la Yesu. Kwenye eneo lolote nikashuhudie, nikaone matendo makuu ya Mungu. Kwenye huduma nione matendo makuu yako, kwenye biashara nione matendo makuu yako Bwana, kwenye kazi nione matendo makuu yako Bwana, kwenye elimu nione matendo yako makuu Bwana, kwenye eneo lolote nione matendo yako makuu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Bwana wa majeshi, asante kwa upendo wako, asante kwa nguvu zako, asante kwa ukarimu wako, asante kwa sababu umetenda, asante kwa sababu umefanya, asante kwa sababu umetusaidia, asante kwa sababu umetuwezesha, asante kwa sababu Bwana, asante kwa sababu Bwana tumeona ukuu wako, tumeona matendo yako, tumeona ukizidi kutuinua, tumeona ukizidi kutusaidia, tumeona ukizidi kututia moyo, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Baba, pokea sifa, Baba, pokea utukufu, Baba, pokea heshima, Baba, pokea zama. Lihimidiwe jina lako, litukuzwe jina lako, liabudiwe jina lako. Hakika umetenda, hakika umefanya, hakika umebadilisha, hakika umeinua maisha ya mtu, hakika umeinua maisha ya mtu. Bwana, umetutia moyo tena kwa jina la Yesu, umetutia nguvu tena kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Yesu, upendo wako uzidi kutuzunguka kwa damu ya Yesu Kristo na kwa jina la Yesu. Asante Yesu, kwa sababu watu hawa hawatakuwa wa kawaida, maisha yao hayatakuwa kesho yao haitakuwa ya kawaida. Asante Yesu kwa sababu ya udhihirisho wako, na asante kwa sababu umetenda, asante kwa sababu umefanya, asante kwa sababu umebadilisha, asante kwa sababu umeyainua maisha ya mtu, asante kwa sababu umebadilisha maisha ya mtu, katika jina la Yesu. Toa Mungu akubariki, Mungu akuinue, Mungu akupe neema ya kuona uwezo wake. Hakika yote yanawezekana kwa Mungu, yote yanawezekana kwa Mungu, hakuna kisichowezekana kwa Mungu. Chochote kile kinawezekana kwa Mungu, chochote kile kinawezekana kwa Mungu. Yote yatatimia kwa upendo na uweza wake Mungu. Usikate tamaa, songa mbele, usivunjike moyo, songa mbele, maana Mungu anaweza yote. Mungu anaweza yote, kwa sababu yeye ndiye mtosholevu wa maisha yako. Yeye ndiye anayeweza kukusaidia, yeye ndiye anayeweza kukuinua. Mungu akubariki sana, Mungu akuinue sana, Mungu akupiganie sana, na Mungu akutendee mengi zaidi ambayo unatamani akutendee. Mungu akuwezeshe mengi zaidi ambayo unatamani akuwezeshe, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Na Mungu anapokusaidia hapa, usiache kuwasaidia wengine, usiache kushare kwa wengine, usiache kuwaombea wengine, usiache pia kutamka yale mema juu ya watu wengine. Mungu akuinue. Amen.